الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم، atawanyanyua Mwenyezi Mungu wale ambao wameamini miongoni mwenu. Walladhina utul ilma darajat, na wale ambao wamepewa elimu Mungu atawanyanyua daraja kubwa na daraja nyingi. Aya hii inayozungumzia ubora na nafasi ya juu ya mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa ilmu. Aya hii iwe ni utangulizi kwanza kwa pole kwa Waislamu wote duniani, lakini hususan wafuasi wa Ahlul Bait, wafuasi wa madhhab ya Ahlul Bait salawatullahi wa salamuhu alayhim. Kwa msiba mkubwa uliotokea kwenye ulimwengu wa Kiislamu, msiba mzito uliotokea kwenye ulimwengu wa Kiislamu, msiba wa Ayatullah al-Uzma, naibu al-Imam al-Hujja, marja'u al-umma, shahidu hadha al-mujtama' wa hadhihi al-umma, al-Imam as-Sayyid Ali al-Khamenei, ambaye marasim na shughuli za kumwaga zinaendelea katika nchi ya Iran. Ni msiba mzito, na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anatueleza ya kwamba anapoondoka mwana wa zuoni, anapoondoka alim, basi hutokea pengo katika dini, pengo ambalo haliwezi kuzibika. Sikuambii kwamba ambaye ameanza kusindikizwa katika mji wa Iran, katika nchi ya Iran, ni mtu aliyekuwa marja wa umma huu, ni mtu aliyekuwa naibu al-imam
lakini ni mtu ambaye nafasi yake na aliyoyafanya leo duniani kurudisha heshima ya watu wanaosema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, ni heshima kubwa, lakini aliyoyasimamia ya kiutu na wanadamu Ashahid As-Sayyid Ali Khamenei ni mazito. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aya hii inayozungumzia waumi na inayozungumzia daraja, naomba vile vile ituongoze kwenye khutba yetu ya Ijumaa ya leo niliyoipa unwan khamsatu asbabi taqaddum fil Islam, sababu 5 za maendeleo katika Uislamu. Yako mambo 5 ambapo mambo hayo jamii yoyote inayotaka kuendelea, inayotaka kupiga hatua kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali nyingine, mambo hayo 5 ni muhimu. Jambo la kwanza ni tawajudu unsuri shabab. Jambo la kwanza ni jamii hiyo iwe ina vijana, au kwa ibara nyingine rasilimali watu, au kwa ibara nzuri zaidi rasilimali watu vijana. Kwa hivyo moja ya nguzo na sababu ya community yoyote, ya jamii yoyote kupiga hatua na kuendelea, jamii hiyo lazima iwe na rasilimali watu, iwe na rasilimali vijana. Lakini jambo la pili na nguzo ya pili muhimu katika maendeleo kwa taratibu za Kiislamu ni al-ilmu nafi', ni ilmu yenye manufaa. Jamii yoyote ya wajinga haiwezi kupiga hatua. Community yoyote ya watu ambao hawana elimu haiwezi kusonga mbele. Lakini jambo la tatu ni alwa'i walbasira, ni uelewa, ufahamu, uono. Ni moja ya nguzo muhimu katika maendeleo. Lakini jambo la tatu, la 4 ni alwahda watakatuf, ni umoja wa community, ni umoja wa jamii. Jamii yoyote ambayo haiko pamoja, jamii yoyote ambayo laysat mutadhamina, laysat mutahalifa, laysat muttahida, jamii yoyote ambayo haina mshikamano, community yoyote ambayo haina umoja, community hiyo haiwezi kuendelea, kwa sababu moja ya sharti ya maendeleo ni umoja, ni mshikamano. Lakini nukta ya 5 na ya mwisho ni ifshau salam, ni kuhakikisha community hiyo ina amani, jamii hiyo ina utulivu, istiqrar, jamii hiyo ina tumaanina, ina amani. Nguzo 5 ambazo ni chachu na sababu ya maendeleo ya jamii yoyote, ya watu wowote. Rasilimali watu vijana, ilmu yenye manufaa, uelewa na uono wa mambo, umoja na mshikamano, lakini amani kuwa imetawala na maelewano katika community hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya niliyoisoma, anasema wale ambao amewapa ilmu darajat,
anawanyanyua daraja, anawanyanyua viwango vya juu, ishara ya uzito wa ilmu. Sasa tuanze kwanza na unsuru shabab na umuhimu wa rasilimali watu vijana. Umuhimu wa rasilimali watu vijana. Kwa nini? Kwa sababu maendeleo yoyote, maendeleo ya jamii yoyote yanahitajia watu wenye nguvu, na bila shaka watu wenye nguvu ni vijana. Jamii yoyote na community yoyote ili iweze kuendelea inahitajia watu wenye afya nzuri na afya iliyokuwa salama. Watu wenye afya nzuri na watu wenye afya iliyokuwa salama ni vijana. Ili watu waendelee, wanawahitajia watu ambao wanaweza kuwa na maadili mazuri. Yani kwa ibara nyingine nzuri, jamii haiwezi kuendelea maendeleo ya kisawasawa kama jamii hiyo haina maadili mema. Jamii ya waongo ni jamii iliyofeli. Hata kama dhahir utaona kuna maendeleo. Jamii ya watu wenye khiana, jamii ya watu wasiokuwa waaminifu. Kwa hivyo watu wenye nguvu, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambiaje? Anatuambia ya kwamba muumini mwenye nguvu ni bora kuliko muumini dhaifu. Almu'minu alqawiyyu khayrun min mu'mini dhaif. Muumini mwenye nguvu ni nani? Muumini mwenye nguvu ni kijana. Kijana ndiyo muumini, mwili wake bado uko salama, mifupa bado ina nguvu, ana uwezo wa kujenga majumba, ana uwezo wa kujenga daraja, ana uwezo wa kutengeneza barabara. Mambo yote ya kimaendeleo katika nchi au katika jamii, moja ya vigezo muhimu ni kijana mwenye nguvu. Almu'minu alqawiyyu khayrun min mu'minin dhaif. Lakini vile vile upande wa kijana, vijana wao ndio wenye mili ambayo bado mili yao iko sawasawa, iko na afya njema, na hakuna neema kubwa. Maneno ya Amiri al-Mu'minin wa qaid al-ghurri al-muhajjalin imam al-mashariq wal-magharib asadillah al-ghalib Sayyidina Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad, ambayo ni maneno ya mwalimu wake Mtume Muhammad, la ni'mata a'zama min as-siha. Hakuna neema kubwa anayompa mwanadamu, anayopewa mwanadamu kama vile uzima. La ni'mata a'zama min as-siha. Hakuna neema kubwa zaidi kama vile afya njema. Wanaotamata, wanaosifika na afya njema, waliokuwa na sifa ya afya njema, asilimia kubwa ni vijana. Kwa hivyo vijana ni kiungo muhimu cha maendeleo ya taifa. Vijana ni kiungo muhimu cha maendeleo ya jamii yoyote na community yoyote. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatufundisha ya kwamba ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Neema mbili ni vitu muhimu mno ambavyo Mungu amewatia mtihani watu wengi sana. Amewapatia mtihani watu wengi sana. Na vitu hivyo ni nini? Neema mbili. Kwanza uzima na nafasi na muda, time. Lakini kwanza afya.
Kwa hivyo afya njema ni moja ya neema kubwa, ni neema nzito na muhimu, na neema hii wanayosifika nayo na wanayoihodhi kwa asilimia kubwa ni vijana. Kwa hivyo vijana wakae wakijitambua kwamba maendeleo ya nchi yoyote, ya taifa lolote, ya jamii yoyote, wao ni moja ya nguzo muhimu mno. Na leo Ulaya, hususan nchi za Skandinavia, tunaziona zilivyoathirika kwa uzazi wa mpango wa kuzaa mtoto mmoja, vipi walivyokosa rasilimali vijana, wafanyakazi na watendaji. Lakini jambo la pili ambalo nimelisema ni al-ilmu nafi', ni elimu, education, knowledge, na isiwe elimu tu, iwe ni al-ilmu nafi', elimu yenye kumfaidisha mwanadamu, elimu yenye kuleta manufaa, elimu yenye kuleta mabadiliko, kwa sababu hatuwezi kuendelea tukiwa tuna gurupu la wajinga. Hatuwezi kupiga hatua kama hatuna watu wenye elimu. Na ndiyo maana angalia kwa makini nchi zilizopiga hatua. Ukitembea hatua 10 utampata huyu ni daktari, utampata huyu ana masters, utampata huyu ana PhD, utampata huyu ni engineer, utampata huyu ni mujtahid, utampata huyu ni ayatullah. Kwa nini? Kwa sababu Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, moja katika mafunzo yake anasema, man arada dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilm. Anayetaka dunia lazima awe na elimu. Anayetaka kuimarisha dunia, kuijenga dunia, lazima awe na elimu. Lakini anayetaka pepo, anayetaka akhira, anayetaka Mungu akampokee vizuri, vile vile lazima awe na elimu. Kwa hivyo education is everything. Elimu ni kila kitu. Man arada dunya fa alayhi bil ilm. Hatuwezi kuendelea kama tutakuwa hatuna elimu. Hatutoweza kufaidika na rasilimali zetu alizotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika bara la Afrika, ambalo Mungu nasema amelipendelea kuliko mabara mengine yote. Akatupa mambo mengi, akatupa maji, akatupa ardhi, akatupa madini, akatupa misitu, akatupa mito, akatupa kila aina ya kitu. Hatuwezi kufaidika na rasilimali hizo Mungu alizotupa kama tutakuwa ni jamii ya watu ambao hawana elimu. Lakini jambo la tatu au nukta yetu ya tatu kwa haraka ni alwayu walbasira. Alwayu, uelewa. Elimu peke yake haitoshi. Inawezekana ukawa na elimu na tukawa na vijana wenye nguvu, lakini hawana maono, hawana basira, hawana mtazamo, hawawezi kuchanganua mambo, hawawezi kuyajua mambo kwa hakika yake, hawana uelewa mpana, hawamtambui adui yao ni nani anayewasababisha wasiweze kuendelea. Sababu moja ya kupiga hatua na kuendelea ni uelewa mpana na ufahamu wa mambo. Lakini jambo la 4 kwa haraka ni alwahdatu watakatuf, ni umoja, mshikamano, maelewano. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'an, wala tanaza'u fatafshalu watadhhaba rihukum. Msije mkawa na tabia ya kuzozana, msije mkawa na tabia ya kugombana katika nchi. Mkishakuwa na tabia ndani ya nchi moja, mnagombana, mnarushiana maneno, huyu anamwambia yule vile, yule anamwambia yule kile. Katika community mkishakuwa mnazozana, watadhhaba rihukum, uwezo wenu, nguvu yenu inasambaratika, inaondoka. Hamwezi kushinda, hamwezi kufanikiwa, hamwezi kujenga taifa lenu,
Siri ya maendeleo na kupiga hatua ni umoja na mshikamano. Tukitaka Tanzania ya maendeleo, lazima Tanzania hii, moja ya watu wake watambue ya kwamba umoja na mshikamano na maelewano ndiyo siri ya maendeleo, na hivyo hivyo katika kila taasisi. Lakini mwisho ni ifshau salam, ni kuhakikisha jamii iko katika amani. Amani ikikosekana, tutambue ya kwamba hakuna kitakachoendelea. Utulivu ukikosekana, tutambue ya kwamba hakuna umoja utakuwepo. Amani ikikosekana, tujue ya kwamba hakuna mipango yoyote mizuri inaweza kupangwa na mambo ya kawa. Amani ikikosekana, tutambue ya kwamba tutambue ya kwamba hakuna uwajibikaji wowote unaweza kufanyika katika jamii. Bila amani hakuna kujenga msikiti, bila amani hakuna kujenga familia, bila amani hakuna kujenga nchi, hakuna kujenga taifa. Na mwisho, kulingana na muda, naomba nielekeze wasia wangu kwa vijana, na wasia huu ni maneno ya imamu wangu wa sita na kiongozi wangu al-Imamu Sadiq Jaafar bin Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Anaelekeza wasia kwa mashia wake, na napenda wasia huu kuuelekeza kwa vijana wa Tanzania na kwa vijana wa taifa hili. Imamu anaelezea sifa sita tuwe nazo, anatuhusia. Sifa ya kwanza, ittaqullah, mcheni Mungu vijana. Lakini jambo la pili, kunu ikhwatun bara, hakikisheni mnakuwa ni Watanzania ndugu, hakikisheni mnakuwa ni ndugu moja, watu wema. Tatu, mutahabib, hakikisheni vijana mnapendana, Watanzania mnapendana. Nne, hakikisheni mutawasilin, mna mahusiano mazuri pamoja na tofauti ya dini zenu na madhehebu zenu, Sunni, Shia, Waislamu wote, Wakristo, hakikisheni mutawasilin, mna mahusiano mazuri. Lakini tano, hakikisheni mutawadhiin, ni wanyenyekevu. Mwisho, sita, mutarahimin, kuweni na sifa vijana ya kuoneana huruma. Mkioneana huruma wenyewe kwa wenyewe, mtalionea huruma taifa lenu, mtaionea huruma nchi yenu, mtawaonea huruma watu wenu. Poleni sana kwa msiba wa al-Imamu al-Khamenei, shahidi wa umma huu, na hongera kwake yeye kwa kupata shahada, na poleni kwa hili pengo zito. Bismillahir Rahmanir Rahim, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Yaqulu al-Mawla subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-majid, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidatina wa maulatina Fatimatu az-Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha. وصلى على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصلى على سبطي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. وصلى على المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا محسن قد أتاك المحسن إلهي تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل التقوى والمغفرة وأهل العفو والرضوان، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان أتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم يا ولي العافية. أسألك العفو والعافية، عافية الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.